Nimewaita kuzungumza nanyi masuala matatu. Swala la kwanza linahusu utekelezaji wa uamuzi wa serikali kufuatia uhakiki wa vyeti vya kidato cha 4, kidato cha 6 na vyeti vya ualimu. Swala la pili linahusu baadhi ya watu walijitokeza kujinufaisha na zoezi hili. Na tatu, nitazungumzia kuhusu ajira mpya. Kama unavyojua, tarehe 28 mwezi April, serikali ilitangaza kukamilika kwa zoezi la uhakiki wa vyeti vya kuhitimu kidato cha 4, kidato cha 6 na ualimu kwa watumishi wa sekretarieti za mikoa, tawala za mikoa, wakala za serikali, taasisi za umma na ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma. Zoezi hili linaendelea kwa watumishi wa baadhi ya wizara zilizosalia na taasisi mbalimbali, na tunategemea litakamilika kabla tarehe 10 Mei mwaka 2017. Na kisha kamilika tutawapatia taarifa kuhusu uhakiki katika eneo hili. Baada ya kufanya uhakiki huo na uamuzi wa serikali, maamuzi yalikuwa kwamba watumishi 9932 ambao walibanika kuwa na vyeti vya kugushi waondolewe kwenye orodha ya malipo ya mishahara mara moja, na wataondolewa au waendelee kuondolewa ili mwisho wa mwezi huu wasipate mishahara yao, lakini pia wanaachishwa kazi kulingana na taratibu, sheria na kanuni za utumishi wa umma. Watumishi 1538 wenye vyeti vyenye utata, yani vyeti ambavyo vinatumiwa na watumishi wawili au watatu au zaidi, wanatakiwa kuhakiki umiliki wa vyeti vyao Baraza la Mitihani kabla ya tarehe 15 Mei. Wakati watumishi hao wakiendelea kuhakiki vyeti vyao hivyo, mishahara yao itasimamishwa hadi zoezi hilo litakapokamilika. Kwa hivyo yule ambaye atathibitika kuwa mmiliki halali wa cheti hicho ambacho kinatumiwa na watumishi wawili au watatu atapewa mshahara wake baada ya zoezi hilo kukamilika. Watumishi 11596 ambao waliwasilisha vyeti pungufu pamoja na wale ambao hawajawasilisha vyeti vyao wanatakiwa kufanya hivyo au kuwasilisha hivyo vyeti ambavyo kuwasilisha kabla ya tarehe 15 Mei 2017 kwa ajili ya kuhakikiwa. Baada ya hapo, ambaye hatawasilisha, hatua za kinizamu zitachukuliwa dhidi yake. Aidha, baada ya taarifa hizi kutolewa na uamuzi wa serikali kutangazwa hadharani, wapo baadhi ya watumishi ambao wamejitokeza wakieleza kwamba wanavyo vyeti au vyeti walivyo navyo ni halali. Watumishi wanaodai kuwa na vyeti halali wanaruhusiwa kukata rufaa kwa utaratibu ufuatao. Kwanza, inabidi waandike barua kwa Katibu Mkuu Utumishi wakikata rufaa hiyo, barua ambayo inapitia kwa waajiri wao wakieleza uthibitisho wao wa umiliki wa vyeti ambavyo ni halali. Pamoja na kuandika rufaa hizi kwa Katibu Mkuu Utumishi, waajiri wao watatakiwa kuwasilisha vyeti au nakala ya vyeti za mitihani ya kidato cha 4 na cha 6 Baraza la Mitihani, hard copy lakini pia soft copy. Watatuma soft copy ili process iweze kwenda haraka. Kwa hivyo waajiri wakishapata nakala za vyeti vya hao wanaodai kwamba wana vyeti halali, basi ataziskani na kuzituma hiyo nakala laini kwa anwani ya barua pepe ya Baraza la Taifa la Tanzania la Mitihani ambayo ni esnecta@necta.go.tz na nyingine ni pshea, yani pshea@necta.go.tz ili viweze kuhakikiwa upya. Lakini pia nakala hiyo laini itatumwa kwa Katibu Mkuu Utumishi kwa barua pepe PS
www.utumishi.go.tz. Zoezi hili lote linatakiwa likamilike kabla ya tarehe 15 Mei 2017. Lakini tumeshapokea malalamiko hayo ya vyeti kutoka baadhi ya watumishi. Wengine waliodai kwamba wana vyeti hivyo halali ni kwamba kama wawili ambao tumewaona mpaka hivi sasa waliwasilisha vyeti au nakala ya vyeti kwa waajiri wao tofauti na vile wanavyoviwasilisha sasa. Na hawa ni wale watumishi ambao walichange grade, walichange alama ya matokeo kwenye cheti chake. Kwa hiyo mtu alipata division 4 lakini akabadilisha grade, akawa anatumia cheti chenye division 3. Cheti ni kile kile chenye index number ile ile, jina ni lile lile, lakini siku zote alikuwa anatumia cheti chenye division 3. Lakini sasa ana submit cheti chenye division 4 kwamba ndio cheti chake halali. Kwa hivyo wakifika pale kwenye baraza la mitihani, wakicheki ile cheti chenye division 4 ni sahihi kabisa kwamba ni chake, kina jina lake na nini. Lakini siku zote huyu mtumishi alikuwa atumii cheti kile, alikuwa anatumia cheti cha kubushi chenye division 3, na ndicho ambacho kilimwezesha akasome hizo taaluma. Kwa hivyo bado watumishi wa namna hii bado vyeti vyao ni vyeti fake. Kwa sababu kwa mfano kuna nurse labda ili aende asome nursing inatakiwa afaulu biology. Hakufaulu biology para division 4. Basi pale kwenye cheti chake akachange, akaweka amefaulu biology kuwa C, au B, akatengenezewa cheti ambacho sasa kina division 3 au 2 chenye hizo nani, ndio amekuwa akikitumia, amekwenda kusoma akamaliza. Sasa leo anasema kwamba yeye alimaliza form 4 na nini, na analeta cheti kingine ambacho ndo halali sasa cha kwake, lakini kile cheti kisingemwezesha yeye kwenda kwenye mafunzo hayo ambayo anasoma. Kwa hivyo bado watumishi wa bado wanatumia vyeti feki, havitakubaliwa. Lakini wale ambao kweli wana vyeti ambavyo ni genuine au wakate rufaa, na hakuna mtumishi yote yule ambaye ana cheti genuine ambaye ataondolewa. Wale wenye cheti halali vikishathibitishwa watarejeshwa katika utumishi wa umma. Lakini wale ambao hawana vyeti halali wataondolewa. Jambo la pili ambalo nataka kuzungumzia ni kwamba hapo jana tulipata taarifa kwamba kuna baadhi ya wajasiriamali feki ambao sasa watafuta hawa jamaa wenye hayo majina na kuambia kwamba bwana katibu mkuu utumishi au maafisa wa utumishi au baraza la mitihani au katibu mtendaji baraza la mitihani anataka ukimpa milioni 2 au milioni 3 wanaondoa jina lako kwenye hizi taarifa. Nataka kuwatahadharisha hawa watumishi ambao wanaweza kuingia kwenye mkumbo huu, kwa sababu tumefanya utafiti, yale majina tuliopewa hakuna hata jina la mtumishi mmoja wa ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma au baraza la mitihani. Ni majina feki, watu ambao wametumia kuwarubuni hawa wenye matatizo haya ili wapate hela. Kwa hivyo nawatahadharisha hawa ambao wana vyeti feki kwamba ukitoa hela hiyo milioni 1 au milioni 2 au milioni 3 utaliwa, kwa sababu hii haiwezi kubadilika unless kama ukija na uthibitisho kwamba vyeti vyako ni halali. Na nawatahadharisha kwa sababu hawa wenye vyeti feki mwelekeo wao ni kupiga dili. Kwa hivyo akija mtu anayemwambia hivyo ni rahisi sana kukubali kwamba ni kweli, akatoa milioni yake 1 au milioni 2 au milioni 3 au milioni 4 ili abaki. Kwa kweli asitegemee kwamba katika mfumo uliopo anaweza mtu akaondolewa kwa kuhonga hela au kufanya chochote kile. Na watahadharisha tu kwa sababu watapoteza fedha zao na watapoteza kazi pia. Jambo la tatu ambalo nataka kuzungumzia ni kwamba serikali imeamua kuajiri watumishi 15,000 kati ya sasa na mwisho wa mwaka huu wa fedha na Juni. Na waajiri wanatakiwa
kuhakiki, yani zile nafasi zitakazotangaza kabla watumishi hawajaajiriwa. Waajiri wote wanatakiwa kuhakikisha kwamba vyeti vya walioomba kazi au wanaofanyiwa interview viwe vimekwisha hakikiwa na mamlaka husika, kama ni cheti cha form 4 au cheti cha kidato cha 6 au cha walimu au kazi yote ile, viwe vimehakikiwa na mamlaka husika, kwa maana baraza la taifa la mitihani au chuo chochote kile, kama ni chuo kikuu, kama ni VETA, shule za vyuo vya ufundi, vyeti vio vimehakikiwa kabla ya hawa watumishi hawajapata ajira mpya. Lakini jambo la pili, kutokana na zoezi hili la kuondoa watumishi wenye vyeti feki, kuna baadhi ya maeneo yameathirika sana kihuduma. Kwa hivyo tunawataka waajiri kwenye maeneo haya watuandikie au watoe taarifa mara moja, ili tuweze kutoa kibali cha ajira cha dharura ili huduma zisiathirike. Kwa hiyo nataka waajiri wote katika za mitaa au kwenye taasisi za umma zile zenye maeneo ambayo yameathirika sana na zoezi hili la vyeti feki watoe taarifa Katibu Mkuu Utumishi mara moja, ili tuweze kutoa vibali vya dharura, waweze kuajiri watu wenye sifa waweze kufanya kazi hizo. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asanteni. Kama kuna mtu ana maswali matatu hivi naweza ku. Asante. Kuna taarifa ambazo tunazipata sasa kwamba baada ya zoezi hili kukamilika, kuna watu ambao wametajwa au majina yao actually appeared on the list. Wametoa matangazo ya kwamba wamepoteza vyeti vyao, wengine jana. Sasa hawa kwa namna moja au nyingine na accommodate vipi? Labda jambo moja ni kwamba hawa wote hawa waliotolewa wana vyeti feki ni kwamba waliwasilisha nakala za vyeti vyao baraza la mitihani. Hizo nakala zimehakikiwa dhidi ya majina yao na matokeo yao yaliyokuwa kwenye database ya baraza la mitihani. Kwa hiyo baraza la mitihani likajidhihirisha kwamba hizi nakala ambazo wamewasilisha ama grade hazifanani ama gamba lenyewe la cheti lile sio sahihi. Kwa hivyo hata kama vimepotea, zile nakala zilizoko huku ndo zinazotumika, walizowasilisha ndizo zinazotumika kufanyia huo uhakiki. Kwa maana hiyo wanaotangaza sasa hivi kwamba wamepoteza vyeti haitasaidia unless kama wamepoteza cheti ni sahihi, yani cheti halali, watafuata taratibu huu ambao tumesema, na wakithibitika kwamba ni halali watarejeshwa kazini. Huyu ndo nani? Siku zote tumekuwa tukizungumzia kwamba watu wanapata mshahara na nini, lakini hawa watu walikuwa wanachangia vitu mbalimbali ya jamii. Vipi hatima ya mafao yao? Hilo swali lako ni zuri. Hatima ya mafao yao tunalifanyia kazi, kwa sababu kuna sheria mbalimbali zinazoongoza malipo ya mafao yao katika makosa au katika makosa kama haya. Kwa hivyo tunazipitia hizo sheria na watajulishwa hatima ya mafao yao. Kuna swali lingine? Ukabeni. Asante sana Katibu. Kuna katika mitandao kumekuwa na mambo yanaendelea kuandikwa. Jambo likisema hili zoezi la uhakiki wa vyeti halikugusa taasisi nyingine za serikali. Kwamba ni taasisi zipi hasa ambazo Katibu Mkuu mlikuwa hasa mnahakiki mbali na elimu na afya, na tunasema kuna taasisi zingine hakuna vyeti feki? Sisi nimekuambia hapa kwamba taarifa tuliyotoa ilihusu uhakiki wa serikali za mitaa, wakala za serikali na taasisi za umma pamoja na ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma katika awamu hii. Lakini wizara nyingine na taasisi nyingine uhakiki unaendelea, unategemea kukamilika ifikapo tarehe 10 ya mwezi huu. Kwa hivyo hizo nyingine zilizosalia uhakiki wake ndio na maana ukicheki hata kwenye orodha katika wizara ni ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma peke yake ambayo iko kwenye awamu ya kwanza, lakini wizara nyingine zote, wizara ya elimu, fedha, afya, mifugo, dini, zote hazijafanyiwa uhakiki.
ndio uhakiki unaendelea. Kwa wale walioko chini moja kwa moja chini ya mamlaka ya wizara hawajafanyiwa. Kwa hivyo uhakiki huu unaendelea na by tarehe 10 utakuwa umeshakamilika na taarifa mtapata. Naitwa John natoka Rayoni. Yes. Ukatibu, katika majina mliotaja kuna mtu anafanya kazi nje ya serikali, lakini kwa wale waliotajwa kuna mtu ametajwa majina yake sahihi haikosa hata herufi moja, yuko halmashauri fulani. Huyo mtu anapaswa kuchukua hatua gani? Sasa huyo ni wale watu ambao wanatumia cheti kimoja watu wawili, kwamba kuna mtu angekuwa ameajiriwa serikalini wote wawili ndio angekuwa kwenye vile vyeti tata. Sasa kwa bahati mbaya huyu mmoja ameajiriwa nje, mmoja yuko serikalini. Kwa hivyo mmoja katika hawa anatumia cheti cha mtu mwingine. Sasa huyu mwenye cheti halali anapaswa kuchukua hatua gani? Sasa huyu mwenye cheti halali nje anatuandikie tu, kwa bwana hiki cheti kilichotajwa hapa na jina hili ni la kwangu mimi. Alafu sisi tutafuatilia na kuverify. Tutamuondoa huyu aliyeko serikalini kwa sababu ndo anayetumia cheti fake. Ndio. Tangazo kwamba kuna nafasi Tanzania sio tangazo. Je, hizi ni mpya pase au zinalenga pia kujaza nafasi za hawa waliokuwa na idara? Kwa sababu hii hawa waliokuwa na dhama ya vyeti fake bado wengine wana appeal na nini. Lakini pia halafu wako 9,000 hawa. Lakini tumetangaza 15,000. Kwa hivyo unaona kabisa ni zaidi ya vyeti fake. Kwa sababu tulikuwa tuna mpango wa kuajiri kama nilivyosema mwanzo, tulikuwa tumeajiri watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, tumeajiri walimu wa sayansi, tumeajiri madaktari. Kwa hivyo tulikuwa pia katika muendelezo huo wa ajira hizi. Lakini hii imekuja. Hii kisha kamilika na yenyewe itatoa ajira nyingine. Samahani, hili